la yajibu alqada'u ala almajnuni, sio wajibu kulipa swala kwa mwenda wazimu, hata kama ule wazimu wenyewe umemtokea saa 5 kawa mwenda wazimu kaja kupata akili wakati wa swala ya alasiri, swala hii hailipi hii, kwa sababu hii swala wakati imepita, yeye sio mukallaf, kwa hivyo hawezi kudaiwa. Sijui nimefahamika? Tayib. Wakadhalika la yajibu alqada'u ala almajnuni walmughma alayhi, na yule mtu mwenye maradhi ya kuanguka tumchukulie hivyo, kaanguka kutoka saa 5 kaja kupata akili zake saa 11, huyu akipata akili zake hawajibiki kuilipa swala ya dhuhuri, kwa sababu imepita swala ya adhuhuri na yeye sio mukallafi. Tumefahamiana? Mwenye hedhi analipa Ramadhani kwa sababu wakati anazuilika kufunga ni mukallafi. Sawa? Tayeb, tunaenda idha afaka, anapozinduka minal jununi, kutoka katika wazimu, walal ighmai, wala anapozinduka kutoka katika kupoteza fahamu, hawi na wajibu wa kulipa. Somo letu la yajibu alqadha'u alayhim, hawa hawana wajibu wa kulipa. Akizinduka wakati ule swala ile ingalipo, maana yake itakuwa ni mukallafi ndani ya wakati wa swala, atajisafisha aiswali ile swala. Sawa? Wa dalilu dhalika, ushahidi wa maneno haya, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni kauli ya mtukufu Mtume Muhammad, anasema rufi'a alqalamu, imenyanyuliwa kalamu, an 3, haiandiki madhambi kwa watu 3, ani sabii, mtoto mdogo lolote atakalolifanya haandikiwi dhambi, hata yahatalima, mpaka atakapofika baleghe, wa anin naimi, na mtu aliyelala hata kama atatukana mitusi ya nguoni, hata yastaiqidha, mpaka atakapokuwa yuko macho, anayoyafanya akiwa yumacho, hayo ndiyo atapata dhambi. Lakini kalala ikampita swala ya adhuhuri alasiri kwa ulalaji wa kweli, haandikiwi dhambi, bali huyu tumesema atakuja kulipa, kwa sababu pamoja na kwamba alilala alikuwa na sifa ya mukallafi. Sawa? Yule mwandazimu na mughma alaihi, inapita swala hana sifa ya nini? Taklifa. Tunaelewana? Fahamu vizuri, ndio mwenye vipengele humu. Tayib. Hata yastaiqidha, wa anil majnuni hata yaaqila, mwandazimu wajibu wa kufanya ibada pale atakapokuwa na akili. Kinyume na hivyo, basi sawa sawa na mwanamume ambaye anamiliki mke, lakini huyu mume ana ugonjwa wa akili. Sawa? Anaweza akaishi na mkewe. Sasa anaangaliwa wakati gani wa kutoa talaka. Pale katika kipindi cha mwezi mchanga, akisema nishakuacha mke wangu, talaka 100, si mke wangu chochote, wakati tunajua sasa hivi wamo talaka zake hapo haziswihi. Kwa sababu gani? Hayumo katika taklifa. Sawa? Tayib. Fal hadithu warada fil majnuni, hadithi iliyokuja imekuja kumzungumza mwenda wazimu. Waqisa alaihi, lakini panafanyiwa kiasi mwenda wazimu. Kullu man zala aqluhu, kila mtu ambaye imeondoka akili yake, bisababi udhurin fihi, kwa sababu ya udhuru.
sio iliyoondoka akili yake kwa kulewa. Iliyoondoka akili yake kwa kulewa anawajibika kuswali. Iliyoondoka akili yake kwa kulewa, akimwacha mkewe talaka yake imepita. Iliyoondoka akili yake kwa kulewa, huyu anawajibika kufunga. Mtovu wa adabu tu. Hatuwezi kusema alitoa talaka alikuwa yuko njwi, ndiyo huyu anastahiki aadabishwe. Ushafahamu Tayib. Wa innama wajaba alqada'u ala an-naimi, hakika si vingine imewajibika kulipa kwa yule aliyelala. Bil hadithi alladhi marra sabiqa, kwa hadithi ambayo imepita na imeshatangulia. Hadithi inasema man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha, aiswali atakapoamka. Haya kama ulivyokwisha kuyafahamu. Wayajibu, ni lazima kwa mzazi, an yaamura sabiya, kumuamrisha mtoto bisalati, atekeleze ibada ya swala, baada istikmalihi, baada ya kukamilisha huyo mtoto sinna sabia, mwaka wa 7. Baba asimame kwa nguvu zote kumuhimiza na kumuelekeza na kumfunza mtoto wake wajibu wa swala. Lakini moja katika ule ufundishaji wenyewe ni huyu mzazi mwenyewe kuto kumpita swala. Ukifika wakati wa swala, mtoto azoee kumuona baba yake anatekeleza ibada ya swala. Hata akija akakuuliza, baba unaswali kwa nini? Unamwambia mtu asiyoswali anakwenda motoni. Haya ndiyo maneno ya kumkhofisha mtoto toka asubuhi, ili mtoto huyu aizoee ibada ya swala. Tumefahamiana? Baada istikmalihi sinna sabia, lakini wayudhrabu, atapigwa huyo mtoto, ala tarkiha, kwa kuacha swala mtoto huyo, idha balagha 10 sinina, akifikia miaka 10. Akifikia miaka 10, huyu mtoto bado haswali, anatakiwa achapuliwe. Hayo ndiyo malezi ya Kiislamu, na huo sio ukandamizi kwa watoto, na wala huo si mfumo dume, bali huo ni wajibu wa wazazi wa Kiislamu kusimama katika malezi yao waliofundishwa na Mola wao kupitia mtume wao Muhammad alayhi salatu wassalam. Na hayo ndiyo malezi bora, na hayo ndiyo malezi bora, malezi ambayo yatawafanya watoto wetu watambue. Hivi hao hawafahamu hata kama hapa tunasoma ya Rabbi? Hai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sante. Anaweza kutuchelewesha kwenda peponi, Mahesabu inaweza ikawa ngumu kidogo kwa watu. Sasa subirini kwanza, subiri. Namna hiyo inakuwa tabu. Naam, twende zetuni. Hadha wayajibu an yaamura sabiya bisalati baada istikmalihi, baada ya kukamilisha kwake huyo mtoto sinna sabi'i, mwaka wa 7. Wayudhrabu ala tarkiha, apigwe mtoto kwa kuacha ibada ya swala, idha balagha 10 sinina, akifikia miaka 10. Lakini kwa mfumo wetu tulionao siku hizi, hizi hukumu za Mwenyezi Mungu
hazitekelezwi kwa kuogopa hukumu za dunia. Tumefahamiana? Hizi hukumu za Mwenyezi Mungu siku hizi, kumpiga mtoto akiwa anachezea ibada ya swala, unaweza ukashtakiwa baba Siku hizi ukamuozesha mtoto wako ana miaka 11, ana miaka 12, unaweza ukashtakiwa na hata ukafungwa. Umemuozesha akiwa bado mtoto mdogo. Tufahamu kimsingi na kisheria tunabenwa. Sisi tuna mamlaka ya kuwaozesha watoto wetu katika umri wowote ule, yakiwepo maslahi katika hiyo ndoa ya huyo mtoto. Huo ndio Uislamu, na katika hilo kimsingi tulikuwa hakuna mtu wa kuweza kutuingilia. Lakini ukilifanya wewe hilo leo, hata wale unaoamini kuwa hawa ndio viongozi wa dini watakupiga vita wewe. Ushafahamu watakupiga vita wewe, kwa sababu wao wenyewe wametoka katika ule msimamo wa kusimama na dini, wako kidunia zaidi. Umefahamu? Lakini uzuri wa jambo, nchi yetu bwana, nchi nzuri sana. Wametangaza watu katika serikali hawana dini, au sio? Sie tunayo dini, kwa hivyo sheria zetu sisi lazima tuziheshimu. Huo ndio ukweli, na wala hili sio kosa. Ndio tangazo lililopo kwamba serikali hawana, si ndivyo? Tayeb.